tunazungumzia kuhusiana na swala ambalo linaweza likayumbisha ndoa hapa. Swala ambalo linaweza kuyumbisha ndoa siku ya leo, basi tunazungumzia kuhusiana na kusikiliza maoni ya mwenza. Je, kutosikiliza maoni ya mwenzako kunaweza kusababisha ndoa ikayumba? Kumbuka, wako wanaume pale nje ambao hawawezi kumpa nafasi ama kumsikiliza mwanamke, hawezi kumsikiliza mke wake. Yani yule mke hawezi kutoa maoni ambayo akayasikiliza ama akayachukulia na kuyatekeleza na kuyafanyia kazi. Hawezi. Wako wanaume wa hiyo design, wanaubabadume. Wako wanaume ambao wako hiyo design, wao ni ubabe, madikteta pale ndani ya nyumba. Je, kutosikiliza mwenzi wako kunaweza kusababisha ndoa kuyumba? Wewe hapo niambie. Yani uwe humsikilizi mwenzako, hamkai, maoni akiyazungumza hauyachukulii. Je, kunaweza kusababisha ndoa kuyumba? Wewe hapo utakuwa unaniambia tu. Jinsi ya kujadili. Hamkai mkajadili hoja, kujadili shida za ndoa na mume wako ama na mke wako. Hausikilizi na kukubali maoni ya kila mmoja. Wako ambao hawawezi kuzungumza. Sauti yeye ndo ngurunguru, yeye ndo huruhuru. Mwanamume, ndio usemaje? Unaniambia nini? Yani kwa sababu ni mwanamume, basi yeye kwa sababu ni mwanamume, basi lake ni final. Atakapozungumza yeye lake ni final. Je, kuwa hiyo design kuna yumbisha ndoa? Kunaweza kusababisha ndoa kuyumba? Zungumza nami tu, nipigie simu tu sasa hivi uniambie ni kweli kabisa ama kweli inaweza kusababisha ndoa kuyumba kwa sababu bla 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 bla. 0702931931 au 0702949949. Upande wa arafu unadondosha pia vile utakuwa unaniambia 0702885885. Mi corazón, tala no libanda soki problème ni bato baza deja libanda babengana ka bango lisusu te bozo bengana bango ko bakende wapi bali moi.